Bwana, leo tuko Mlimani City na nipo na mkurugenzi wa Nyota Shine TV. Hapa natamani kufahamu kwa nini wao wamekuwa wakionekana kwenye eventi kubwa sana za gospel, na leo tunatamani tuangalie baadhi ya vitu ambavyo kama vinapelekea kukinzana hivi. Kwa nini show za Bongo Flava zinakuwa zinajaza na leo Mlimani City imejaza imeitika, lakini hapa wanafanya watu wa gospel wengi na ukumbi unakuwa haujai? Nyota Shine, ni vitu gani ambavyo vinasababisha matamasha yenu hayajai? Vitu ambavyo vinasababisha matamasha ya gospel yasijae kwa sababu ya maandalizi, ukubwa wa maandalizi, udogo wa maandalizi. Tofauti na wenzetu wanajipanga, wako vizuri zaidi. Watu wa nje kama Bongo Flava wako vizuri katika maandalizi, lakini sisi tunakuwa kama vile tunacheza, yani hatuko serious na kile kitu ambacho tunakifanya katika gospel. Umeona? Ndio maana unakuta sometimes inakuwa na hengenge, tunayumba. Alifanya Mbwene kwa mara ya kwanza, kiingilio kilikuwa ni 50,000. Watu wakalalamika sana. Leo milioni 1 na tiketi siku 3 kabla zimeisha. Lakini hii ni Bongo Flava, miaka 30 ya Bongo Flava. Ndio. Tunazungumzia miaka 30 ya Bongo Flava, ni kwamba watu wanakumbuka enzi hizo. Umeona? Na watu wa enzi hizo yani wako vizuri sasa hivi. Unapozungumzia miaka 30, kuna mtu hapa na miaka 35 40, si ndio maana yake? Anapokumbuka ile nyimbo alizokuwa na, nilikuwa na hesabu miaka 30, maana yake ni mwaka 96. 96. Wakina Mike T, wakina Matu, mnaenda nani hao tu, yani wakina Professor, wakina Fay. Umeona? Kwa watu wanakumbuka kutoka nyuma yani. Boni Mwaitege, Mwansasu, akina Dada Rozi wa miaka hiyo. Gospel tu unajipangaje? Hatuko serious, tofauti nao wenzetu. Tuko serious. Kwamba wanasema kumweka mwimbaji wa gospel fulani na kumuunganisha na fulani ni kipengele. Kwa hiyo ni kwamba hatuko serious, wenzetu wako serious, ndio maana wameipanga na sold out. Tickets zimeuzwa ndani ya wiki moja, ambayo ni milioni 1, si ndio? Na zimeisha. Umeona? Unajua ni kasi gani kwamba watu wanazipanga. Na huko ndani tayari huko kimehappen, yani watu kibao kama hivi. Umenielewa? Kwa nini zungumzie tu yani kama unavyoona kwa bahati Nyota Shine TV, Nyota Shine everywhere. Yes, nikajua na mtumishi wa Mungu hapa, Afande Bright, kwamba bwana sisi tunachemsha sana upande wa gospel. Umeona? Sisi yani tunachemsha sana. Lakini watu wa kwetu hawa, ndugu zetu hawa wa Bongo Flava, kwanza angalia tu ya zile sponsors za kutosha. Umeona? Media zote zimesponsor, lakini nyie hapo kuna Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa. Sija kuona kwenye gospel ikifanyika kitu kama hicho. Umeona? Nimeona pale nyie akisponsor Mwamposa peke yake mwenyewe si mnamkataa. Wazao Mwamposa tu akisema sponsor mnamkataa, mnaanza kusema sijui amefanyaje, atumie maji na mafuta upako kujikamilisha. Hiyo vizuri. Wapo kuja hapa paje yao hapatoshi. Umeona? Yaani hapa hapatoshi. Labda wavunje hiyo huko. Bana, kwa kila leo. Basi